Naam, ripoti za TRC Mzundu TV zinatokea hapa ndani ya viunga hivi vya kata ya Kabukundani, na lengo kubwa hasa iliyoweza kutufanya tuweze kufika hapa ndani ya viunga hivi vya kata ya Kabukundani ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria kikao cha Ward C, kikao cha kwanza cha Ward C kwa mwaka 2026. Na kikao hiki kitakuwa kinajumuisha Mheshimiwa diwani wa kata ya Kabukundani, Mheshimiwa Abdalla Vendeza, lakini tupo na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Handeni ambaye ni Mheshimiwa Zawadi, naye tutakuwa naye hapa, lakini tutakuwa na wakuu wa idara mbalimbali wanaopatikana hapa ndani ya kata hii ya Kabukundani. Pamoja na hao, lakini tutakuwa pia na wakuu wa shule mbalimbali, shule za sekondari zinazopatikana ndani ya kata hii, lakini walimu wakuu wa shule za msingi zote takriban shule 5 zinazopatikana ndani ya kata hii ya Kabukundani. Na lengo kubwa la kikao hiki cha Ward C kujadili kuhusiana na maendeleo ya kata ya Kabukundani na namna gani ambavyo wanaufungua mwaka wa 2026 kuhakikisha kwamba wanaleta maendeleo ndani ya kata hii kwa kipindi hiki cha muda wa miaka 5. Ambatana nami sambamba, twende tukawasikilize. Kata ya Kabukundani ina jumla ya shule za sekondari 3, yani Kabuku, Kabukundani na Chogo, na ina shule za msingi 7, yani Kabukundini, Kabukundani, Kwandani, Chogo, Majani Mapana, namba 4 na shule ya Garden ambayo ni ya private. Ila pia kata ya Kabukundani ina vituo rafiki viwili, Komsoro na Kibango, ambavyo hadi sasa vinaendelea kupokea wanafunzi kwa ajili ya kuandaa na kujiunga darasa na wawekezaji pamoja na wananchi. Lengo ni kuwapunguzia mwendo watoto ambao wana umri mdogo waweze kupata mafunzo ya awali au masomo ya awali kabla ya kuingia darasa la kwanza. Kwa upande wa walimu, kata ya Kabukundani ina jumla ya walimu 61 kwa idara ya msingi na walimu 56 kwa idara ya sekondari. Kwa kufikia Desemba mwaka jana tulikuwa na jumla ya wanafunzi 3,010 kwa msingi na wanafunzi 1,322 kwa upande wa sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyeti wake naomba nijue tena eneo la taaluma. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya taaluma kwa mwaka 2025 sio mbaya. Kupitia matokeo ya mitihani na majaribio mbalimbali pamoja na mikakati iliyopo kwenye taasisi zetu, tumefanikiwa kupata matokeo mazuri, japo si 100% kama tulivyokuwa tumetarajia kwenye kikao cha mwisho. Matokeo ya mtihani wa darasa la 7 mwaka 2025, ufaulu wastani wake ni 87.11. Wanafunzi 311 kati ya wanafunzi 357 wamefaulu na kuchaguliwa kujiunga kidato cha kwanza. Wastani wa alama kikata ni 160, ikiongozwa na shule ya msingi Kabukundani kwenye wastani wa alama 175.89 na kufuatiwa na shule ya Kabukundini yenye wastani wa alama 161.2 na shule ya msingi Chogo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio imekuwa ya mwisho kwenye kata yetu kwa na wastani wa 151.9. Upande wa darasa la 4, jumla ya wanafunzi 355 walifanya mitihani na wanafunzi 353 wamefaulu mtihani sawa na 99.43. Kwa upande wa kata yetu, shule ya Garden imekuwa shule bora kwa ufaulu bora na wastani wa alama 234.13 na kufuatiwa na shule ya msingi Majani Mapana kwenye wastani wa alama 162.85 na ya mwisho kwenye darasa la 4 ni shule ya Komdami ambayo ina alama 131.6. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia matokeo haya ya darasa la 4, shule ya Garden kwa mujibu wa ligi itakuwa ni shule ya pili katika halmashauri. Ya kwanza itakuwa shule ya msingi kata ile ya sababu kwa wanafunzi watano walipata wastani wa alama 271. Kwa hiyo hapa ina alama 254. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na ufaulu mzuri, ila bado kuna wanafunzi hawakuweza kufaulu mtihani wa darasa la 4 kutokana na tatizo la KK, na hili limesababishwa na utoro kwa wanafunzi husika.
Ukiangalia hao walikuwa 555, waliofaulu 553, na kwa wanafunzi wawili wamefeli, na malengo yetu kwa ni ufaulu wa 100%. Mheshimiwa Viti, matokeo ya upimaji wa kidato cha pili mwaka 2025 ni mazuri. Wanafunzi 380 walifanikiwa kufanya mitihani na wanafunzi 347 sawa na 91.31 wamefaulu. Mwenyekiti, katika matokeo haya kuna jumla ya divisheni 30 kwa shule zetu zote tatu: division 1 30, division 2 41, division 3 77, division 4 199, lakini pia kuna division 0 35. Kwa matokeo haya halmashauri katika halmashauri shule zetu zimechukua nafasi ya kwanza, ambayo Kabukundani Sekondari namba na mimi hapo bwana, hiyo taarifa ya tatu. Yaani hizo wani zimetoka wapi? Nani alikuwa? Hapo hizi zero zimetoka wapi? Yaani hapo ndio yaani umemwonea Muhina na Madunda umewataja kabisa za mwisho. Sawa. Sasa ndio mwezi mpya na Marekera. Kabuguseki wamekuwa ni watu 11 makofi tayari. Kati ya ngapi? Kati ya 30, kati ya shule 31. 34 za serikali. Ukiacha serikali. Kwa hiyo imekuwa shule ya 11 na Chogo imekuwa shule ya 12. Kwa hiyo tuna nafasi ya kwanza, nafasi ya 12 kati ya 34. Kwa naomba tujipongeze kwa tujipongeze kwa sababu hao form 2 ni wale ambao walipata matatizo ya mitihani kusogezwa mbele. Kwa hiyo kulikuwa na mambo mengi sana katikati pale, attention kidogo ikapotea. Ilikuwa ni ngumu kwa watu wengine kurudisha shuleni. Kwa kuwa tulisimama kabisa masomo, lakini tukaweka kwenye mtihani na tumepata ufaulu wa namna hiyo. Mwenyekiti, tunawapongeza wakuu wa shule kwa kuwa wameonyesha dhamira za dhati kuleta mabadiliko chanya katika maeneo yao kwa pamoja na changamoto walizozipata kwa wanafunzi, ila wamepambana sana. Ikumbukwe halmashauri ina jumla ya sekondari 34. Hapo kuna shule zaidi ya 18 tumeziacha, japo shule ya Chogo kupoteza watoto 28. Kwa hiyo Chogo pati kupoteza watoto 28 ambao walipata division 0. Lakini sababu za msingi zipo ambazo mwalimu ataziwasilisha, alafu DC inaweza kutoa maelekezo yafuatayo. Naomba sana wajumbe na wadau wanaotuzunguka katika maeneo ya shule zetu kwa kusupport sana kwa namna yoyote ile, ili tuweze kusaidia wanafunzi ambao wengi wao wako katika mazingira duni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba nipokee kwa makofi matatu shule ya sekondari Kabukundani kwa kufikia malengo ya kitaifa ya kufuta sifuri na kupandisha ufaulu wa division 1 mpaka 3 kwa 81.65. Hapa wamevuka malengo ya kitaifa ya kutafuta 50% ya division 1 mpaka division 3. Na watu wapongeze. Habari kwako umesikia? Jadi ya pongezi. Ndio Salim. Shogo jadi ya pongezi, kuna 20 na ngapi zile? Wale tuliopoteza 20 na ngapi? 28. Wasalimu Mbeo. Mwenyekiti wa serikali hii Chogo. Sababu anazo pia na mimi najua Mbeo atatuambia. Kweli kupitia Kabukundani halmashauri yetu inaweza kupata mwanga au mitazamo mpya juu ya hao wanafunzi wetu. Wanafikiri kupitia Kabukundani tunaweza kujifunza kitu. Kiukweli Mheshimiwa Mwenyekiti, wanapopata ni mpango, lakini ukiangalia 81.6 wala na 60 na kitu, ina maana wameachwa mbali sana. Kwa maana sasa Kabukundani na sisi watu kushindana nao tunakuwa sasa baada ya kuona amini wale miaka michache wanaweza kuwapita pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama itakupendeza, naomba wakuu wa shule kuwasilisha changamoto zao ambazo wanazifesi wakati wa kutimiza majukumu yao, kwa kuwa wanaelewa maeneo yao, kila sehemu kuna changamoto mbalimbali. Kwa hiyo waomba wajenazi, ili kama kuna uwezekano basi wasilishe DC ili tuone DC zile ambazo tunaziweza basi tufanyie maazimio. Kazi na utu Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya kata ya Kabukundani iliyoko tarafa ya Mzundu halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisco wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.